ya fedha, ili tuliweza kuletea na mtaalamu Benjamin Malole. Na somo lingine lilikuwa linahusu kaya na familia, iliwalenga sana wale waliokuwa katika ndoa kwenye kaya na familia, kuweza kuwabariki, na tumeendelea kuwa na masomo mazuri ambayo naona washiriki wetu pamoja na wageni wetu wameendelea kubarikiwa pamoja nayo. Na pia tumezidi kubarikiwa sana, hasa somo la familia ambalo limekuwa watu wengi wamekuwa wakituma maoni kwamba wanabarikiwa sana na masomo haya ya kaya na familia. Lakini pia Josephina, katika somo la kaya na familia nimebarikiwa somo moja ambalo lilikuwa linasema kwamba kujionyesha kuwa mwanaume, maeneo ya kiongozi na moyo wa mke, kwamba kujionyesha kuwa mwanamume, maono ya kiongozi na mwanamke. Ulivyotaja mtasari wa somo hilo nimependa na nimevutiwa kidogo, nimepata matamanio kwamba uweze kutupitia kidogo tu ni kwa nini wewe limekubariki somo hilo zuri ambalo umeweza kulikadiri na inaonekana limeweza kubariki sana. Unaweza ukatusaidia sisi pia wasikilizaji tukaweza kukusikiliza na tukaelewa ni kipi ambacho kilifundishwa siku hiyo na ni kipi ambacho umekielewa na kimeweza kukuvutia. Na Josephina, naweza nikasema kitu kidogo ambacho kinaweza kikawa manufaa kwa wote, kwamba kujionyesha kuwa mwanaume, kuwa mwanaume, maono ya kiongozi na moyo wa mke, kwamba wakati mwingine vijana wengi tumekuwa tukiingia katika mahusiano hasa katika ndoa, lakini hujiamini kwamba wewe ni mwanaume, na mwanamke amekuwa akiwahudumia au akimhudumia mwanaume, lakini wakati huo mwanaume hana kazi na anamtegemea mwanaume ndio amhudumie. Sasa somo hili likanifundisha kwamba napaswa kujionyesha kuwa mimi ni mwanaume na nimeoa. Kidogo nimepata mwanga wa kuweza kukuelewa kwamba unapaswa kujionyesha kuwa ni mwanaume na uliohoa, ukimaanisha kwamba unatakiwa kutoa huduma ipasavyo kwa mke wako, umhudumie kama mme. Lakini pia tumeendelea kubarikiwa na somo la afya ambalo limeendelea kutujenga na kuweza kutufanya tuweze kuimarika kiafya kama tu tulifanya kazi. Lakini pia katika somo hili la afya ambalo nimebarikiwa, lipo somo ambalo lilikuwa linasema vyakula visivyofaa. Vyakula visivyofaa. Unaweza ukatuelekeza kidogo hivyo vyakula visivyofaa ni vyakula vya aina gani, ili kusudi tuendelee kuwakumbusha wale ambao ni wasikilizaji wetu na wameendelea kutusikiliza kwa wiki yote nzima, lakini pia muendelezo wiki hii ya pili. Na daktari ametuonyesha vyakula vinavyofaa hasa hususani vyakula hivi vya mboga mboga, na vyakula hivi vya mboga mboga hasa katika maeneo yetu ya Kome watu wamekuwa wakiviona kwamba ni vyakula visivyofaa. Hasa wameona kwamba iwenda wanapokula mboga mboga eti wanajifananisha ni mbuzi, lakini nikajifunza kwamba kumbe ndivyo vyakula ambavyo vina vitamini hasa katika mwili wa mwanadamu. Lakini pia tunaendelea kuona kwamba baada tu ya mwanadamu kuweza kutenda dhambi, Mungu aliweza kumpatia vyakula vya mboga mboga, kwa sababu aliweza kumuona kwamba kuna magonjwa ambayo tunaweza kwenda kukutana nayo, akaweza kumuongezea katika vyakula mboga mboga za kondeni ambazo zimeweza kuwa na kinga bora mwilini kwetu. Kwa hivyo tuendelee kuwasihi wasikilizaji wetu kuendelea kutumia mboga mboga, ni nzuri sana kwa afya. Lakini pia katika somo hili la afya tumeendelea kubarikiwa vyakula ambavyo vilikuwa ni bora kwa ajili ya kuweza kutumia. Unavikumbuka? Ninaweza nikasema hususani vyakula vile vya mbegu. Naweza nikasema karanga vile, kwa mfano kwa mtu asiyekuwa na mafuta mwilini. Nikajifunza kwamba chakula cha karanga ni chakula cha kipekee katika maisha ya mwanadamu, na nikajifunza chakula aina ya mbegu hii naweza nikasema maharage na yenyewe ni chakula bora kwa mwanadamu. Ndio, lakini tuliendelea kuambia kwamba kuna vyakula vitatu, aina tatu ya vyakula ambavyo ndio tuliweza kugundua kwamba kuna ulezi na vitu kama hivyo. Unajua Josephina, sio kwamba mimi nimesoma sana, wakati mwingine nimesahau kidogo kwamba sijasoma sana wakati mwingine mambo yote yakae. Hivi ndivyo tulivyozidi kubarikiwa hasa katika somo hili la afya. Lakini pia somo ambalo lilikuwa linahusu saikolojia ya fedha, ambapo mwana saikolojia Benjamin Malole amekuwa akitubariki hususani somo ambalo lilikuwa linasema kwamba maswali 5 ya kujiuliza kabla hujatumia fedha zako.
Maswali matano ya kujiuliza kabla hujatumia fedha zako. Hivi katika somo hili wewe kama wewe unaweza ukaelewa nini kabla hujatumia fedha zako? Kabla hujatumia fedha zako kwanza, maswali ya kujiuliza. Unatakiwa kwanza upange mikakati yako ili kusudi hii inaweza kukuongoza kuweza kutumia fedha yako vizuri. Lakini unapokurupuka tu kwa kutumia fedha pasipokuwa na mpangilio, hauwezi ukafika mbali. Je, unaweza kutupitisha katika maswali hayo kadhaa tu kwa ajili ya kutukumbusha kwamba tutembee na maswali gani ambayo tutaweza kutusaidia tuweze kuyatumia hayo maswali kabla hatujatumia fedha ambazo tunazo. Na swali unaoweza kuondoka nalo jioni ya leo ni kwamba unapokuwa na fedha kwanza uzitumie kwa mahitaji gani? Na mkufunzi alitueleza kwamba unaweza ukatumia kuna wakati fulani unaweza ukatumia fedha kwa ajili ya manufaa yanayojenga. Watu wengi wamekuwa wakiharibikiwa sana na fedha zimekuwa zikitumika, hawajui kwamba zinaelekea wapi kwa sababu hawajaziwekea ile ratiba kwamba nitumie fedha ili nipate faida gani. Wamekuwa wakipata hasara kwa sababu fedha zao wamekuwa wakizitumia vibaya. Lakini swali la kuondoka kwamba fedha nilizo nazo nizitumie ili nipate na kuweza kupata faida gani katika kipindi hiki. Asante sana kwa nyongeza yako nzuri ya kuweza kutukumbusha ni jinsi gani tuwe na maswali ya kuweza kujiuliza kabla hatujatumia pesa zetu. Lakini katika hili somo la saikolojia ya fedha niliweza kubarikiwa sana na jinsi ya kutafuta pesa. Unajua tuliweza kujifunza namna ya kutafuta pesa tunaweza tukatega pesa tukatega pesa. Tumejifunza sana namna mbalimbali ya kuweza kupata pesa. Unaweza ukatafuta biashara yoyote au ukaangalia kitu chochote katika mazingira uliopo. Unajua ukitaka kupata pesa unatakiwa usome kwanza mazingira uliopo, kuna upungufu wa kitu gani na unaangalia je, kitu hiki kina umuhimu? Na kama kina umuhimu basi unaenda kukianzisha moja kwa moja, na hicho pia kinaweza kukusaidia na ukaweza kujipatia pesa. Kwa hivyo tuendelee kuwakaribisha wasikilizaji wetu pamoja na washiriki wetu na wageni wote, muendelee kuhudhuria katika mahubiri haya ambayo tunaendelea kubarikiwa nayo na yanaendelea kutujenga. Lakini Josephina, tumalizie na hotuba kwamba jana tumekuwa na somo lililokuwa nasema kwamba barua ya mpenzi yanieleza maji ni muhimu, sehemu ya pili, na sijajua kwamba ulielewa nini katika somo hili. Katika somo hili japo kuwa tulijifunza kwa ufupi na hatuweza kuwa na mawasiliano kama haya, lakini nilichojifunza kwa siku ya jana tuliweza kuzungumzia ubatizo. Na nikagundua kwamba Nikodemo alimuuliza Yesu kwamba unawezaje kuingia tumboni mwa mama yako ukiwa mzee? Na Yesu akatoa jibu